Yesu, tunakupenda, tunakusifu, tunakuabudu, maana kwa damu na kwa msalaba wako umeukomboa ulimwengu wote. Ndivyo tunavyoomba hata sasa ukombozi huo na yale yote ambayo umetutendea sisi ndugu zako yafike kwetu kwa njia ya mtumishi wako Esupa, ambaye unaweka maneno yako midomoni mwake kwa ajili ya watu wako. Naomba baraka yako juu yake, Roho wako Mtakatifu, yeye ambaye umesema unamtuma kwetu aje na sasa hivi ndani ya ndugu yetu huyu, akayaweke maneno yako kinywani mwake, nasi tupate kupokea ujumbe wako. Tunaomba hayo kwa njia yako wewe Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amina. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Nyosha mkono wako namna kama unayo furaha. Haleluya, 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 haleluya. Tunamshukuru Mungu, anaendelea kutubariki, kusema nasi, kutuponya, kututia nguvu. Na hata wale ambao wananisikiliza kwa njia ya television, kwa njia ya radio, kwa njia ya mitandao ya kijamii, tunapata shuhuda mbalimbali kwamba Mungu anawatendea mambo makuu. Hebu tumpigie tena Yesu makofi. Sala na kipindi hiki nasikia upako kweli kweli. Usicheze na mkono wa baba askofu. Upako ni maradufu. Haleluya. Na sio wa kwangu, wa kanisa, wa kwako, na kwa ajili yetu wote, na kwa yule mwingine aliyoko mbali anayenisikiliza, atapokea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Amina, amina. Leo tuna somo ambalo nalileta kwako, linasema nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ndio somo letu la leo. Kuna wengine wanasema, mbona jana ulisema utafundisha nguvu ya damu ya Yesu? Itakuja tu. Lakini leo tunafundisha habari ya nguvu ya msalaba. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mambo mengine yasipofundishwa hatuwezi kuelewa, na hatuwezi kuonja nini kiko ndani yake. Hatuwezi kutofautisha kati ya lile na lile. Na Mungu analeta kwa makusudi kabisa, kwa sababu karibu wa Kristo wote, sijui kama kuna Mkristo ambaye hajui msalaba, kama yupo na mashaka naye, lakini wa Kristo wanafahamu habari ya Karibu. Kwa maana neno la msalaba ni ujinga kwa wale wanaoangamia. Sikiliza hii. Neno la msalaba ni ujinga, lakini kwa wale wanaoangamia. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Lakini kwa wale wanaookolewa, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Lakini kwa wale ambao wanaangamia ni ujinga. Kwani imeandikwa, ndio, nitaiharibu hekima ya wenye hekima na nitayaangamiza maarifa ya wenye maarifa. Sasa hii maana yake nini? Kwamba Mungu hataki watu wenye hekima, Mungu hataki watu wenye maarifa. Ila hekima ambayo inapingana na kweli ya Mungu, maarifa yanayopingana na kweli ya Mungu, yanayo maarifa ya kidunia,
hekima za kia msalaba. Je, Mungu hakuifanya hekima ya ulimwengu kuwa ujinga? Ile hekima ya ulimwengu ambayo tulikuwa tumeshikilia haikuwa ujinga machoni pa Mungu, bali ilikuwa hekima ya Mungu, ulimwengu usipate kumjua Mungu kwa hekima. Ndiyo, bali Mungu amependa kuwaokoa waamini kwa ujinga wa mafundisho yetu. yaani Mungu hakutuokoa kwa sababu ya hekima yetu. Ule ambao tulizani ni ujinga ndiye imekuwa sababu ya wokovu wetu. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Unajua hii lugha ni ngumu kidogo, unaweza kuona kama kuna kutukana kwenye Biblia hivi. Ujinga sio tusi, ni kutokuwa na uelewa. Amina. Mtu akikwambia wewe mjinga, usiende mahakamani, kaa chini ujiulize kwenye eneo lipi, maana hatujui kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo anasema ule ujinga ule ambao ilikuwa kama ni upuuzi, lakini umekuwa ndio chombo cha kutuokoa. Endelea kusoma. Kwa maana Wayahudi hudai ishara. Wayahudi wanataka ishara, Wagiriki hutafuta hekima. Wagiriki nao wanatafuta hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo, Ndio msulubiwa, aliye kikwazo kwa Wayahudi na wajinga. Sisi tunamhubiri Kristo msulubiwa, aliye kikwazo kwa wanani? Kwa Wayahudi na wanani? Wajinga. Na wajinga. Sasa sijui nani huyo. Endelea. Lakini kwa walioitwa, Wayahudi kwa Wagiriki, ndio ni wa Kristo. Kwa walioitwa, Wayahudi kwa Wagiriki, walioitwa ni wa Kristo. Endelea. Ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Ndio. Mstari wa 25. Nenda pale zaidi. Wala useme 25. Panatosha. Nitaka tuone kitu fulani. Kwa wanaookolewa, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Sasa kwa nini anasema neno la msalaba? Nataka ufahamu. Msalaba umebeba ujumbe. Haleluya. Msalaba umebeba ujumbe. Kama msalaba una ujumbe. Sasa sisemi tu huu wa Yesu. Hata kabla Yesu hajasulubiwa, ule msalaba wa wakati ule nao ulikuwa na ujumbe. Kwa nini? Kabla ya Kristo kuambwa mtini, adhabu ya msalaba ilikuweko. Watu walichukua msalaba kama eneo, kama kitanzi cha kunyongwa, au kama eneo la adhabu kali. Wahalifu wa mambo makubwa walihukumiwa na kutundikwa juu ya mti kwenye msalaba. Na hiyo unisikilize, na ilikuwa sio kwamba unakufa saa hiyo. Wakisha kupigia hiyo misumari, unaachwa pale ufe pole pole. Haleluya. Kwa uchungu na mateso unafia pale. Hakuna kukuzika. Ni mlaaniwa, ni mtu aliyelaaniwa, aliyekataliwa katika jamii, mtu asiyefaa kuguswa na watu, akazikwa kwenye ardhi yetu, anawekwa pale kwenye mti, anawambwa pale, utafia pale, ndege watakudonoa, unakaa pale kwenye mti. Wayahudi ilikuwa kwao ni adhabu mbaya kuliko zote. Ni fedheha, mwanao au mumeo au mkeo au baba yako au mama yako akafia hali ile. Ni fedheha, ni aibu kubwa, ilikuwepo tangu zamani. Kwa hiyo haukuwa na ujumbe wa wokovu saa hiyo, ilikuwa ni ujumbe wa masikitiko, ujumbe wa aibu, ujumbe wa uovu, lakini ulikuwa na ujumbe. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Kwa msalaba haijatungwa na Wayahudi wakati Yesu anasulubiwa. Ndio maana utaona wakati Yesu anasulubiwa pale, hata waizi walisulubiwa pamoja naye. Mnakumbuka hii? Haikuwa ndio desturi imeanza, ilikuwa ni sheria iliyopo. Ilikuwa ni utaratibu kwamba watu waliofanya uhalifu mkubwa waliwekwa, walitundikwa msalabani kwa maumivu makubwa, kwa mateso makubwa, waliwambwa kwenye mti wa msalaba. Walaaniwa hao wasiofaa kufanyiwa maombolezo ya mazishi. Walaaniwa hao wasioweza kukaa vizuri katika jamii. Nani angeona msalaba ni kitu? Nani angesifia msalaba wakati huo? Msalaba ilikuwa ni kama fedheha, ni ujinga. Ni msalaba ilikuwa ni kitu ambacho
kinasikitisha ukisikia mtu amefia msalabani, ukiambia ndugu yako unakwepa, unasema simjui huyo, kwa sababu unajua tutaonekana watu wa namna ile. Lakini unisikilize, Mungu alianza kuleta matunda ya Agano Jipya au picha ya Agano Jipya tangu safari ya wana wa Israeli wakati wanaelekea kwenye nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Wakati ule wanalalamika, wananung'unika kwamba chakula ni cha taabu, chakula ni dhaifu, mazingira ni magumu. Wakamnung'unikia Mungu, wakamnung'unikia na Musa, na Mungu akatuma nyoka za moto ili uziwaume, na wengi walikufa. Hii tunapata kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya 4 mpaka ya 9. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 mpaka ya 9. Sikiliza kwa makini. Hesabu sura ya 21 aya 4 hadi ya 9. Nitasoma Hesabu 21 aya 4 hadi ya 9. Wakaondoka katika mlima wa Haro kwa njia ya bahari ya Shamu ili waizunguke nchi ya Edomu. Njiani watu wakakata tamaa. Walikata tamaa. Wakamnung'unikia Mungu na Musa. Ndio. Kwa nini umetutoa Misri tuje tufe huku jangwani? Maana huku hakuna mkate wala maji. Hakuna mkate wala maji. Tumechoka na chakula hiki dhaifu. Ndio. Bwana akawapelekea watu nyoka wa sarafi. Watu wengine wa Israeli wakaangamia kwa kuumwa nao. Watu wakamwendea Musa wakamwambia, tumekosa kwa kumnung'unikia Bwana na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu kwa Bwana, akawaambia Musa, itengeneze nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, kila au mwonaye akiangalia atakuwa mzima. Kila faili, kila aionaye na kuiangalia atakuwa mzima. Ndio. Musa akaifanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, na kila aliyeumwa na nyoka alipoiangalia nyoka hiyo ya shaba akawa mzima. Sasa sijui kama umegundua kitu hapa. Mungu hakuwaondoa wale nyoka wa moto. Aliwaondoa. Biblia inasema hakuondoa. Waliomba utuondolee nyoka. Mungu akatengeneza jawabu. Nyoka wapo. Ukileta kiburi huangalii, utaondoka tu. Haleluya. Waliomba, tunaomba utuondolee hawa nyoka wa shaba wa shaba. Hawa nyoka ambao wanaotuuma, tunakufa hovyo, tunakufa. Hebu tuondolee hawa. Tuondolee, muombe Mungu atuondolee hawa nyoka. Mungu hakuwaondoa, akamwambia Musa, waambie nyoka wa shaba anatundikwa, ili kila atakaye mtazama atapona. Kila atakaye mtazama. Sasa hapo unisikilize. Nini kilikuwa kinaponya? Ni ile shaba? Hapana. Hapana. Nini kinaponya? Ile shaba iliyotengenezwa? Sasa inakuwaje? Ni muujiza gani huu? Hili shaba ambalo haliongei, halioni, halifikiri, halioni uchungu. Je, hili shaba ndio linaponya? Na usisahau walichukua mabangili yao na walikuwa nao wakayayusha, ndio wakatengeneza ile nyoka la shaba, wakalitundika pale. Sio kama lilichukua kutoka mbinguni, lilitengenezwa na wao. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa limetengenezwa na wao, alafu lituponye tena? Kuna ule upuuzi mkubwa. Lakini nini kimeponya? Je, ni ile shaba? Hapana. Nini kimeponya hapa? Kimeponya ni ule ujumbe wa Mungu aliyenena ya kwamba kila atakaye mtazama nyoka huyo wa shaba atapona. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu limekaa pale kwenye ile shaba. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa kuwa neno limekaa kwenye ile shaba pale, ambapo Mungu mwenyewe alisema tengeneza nyoka wa shaba ili kila atakaye mtazama atapona. Full stop. Kwa hiyo hapa ni kutazama upone, kama neno la Mungu lilivyosema. Sio shaba inaponya, hapana. Sio ule mti unaponya, hapana. Ni ile neno la Mungu kwenye ile shaba.
Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Na wewe unanitazama, unanisikiliza katika vyombo tunavyovitumia hapa vya televisheni, redio, uwe ni YouTube, uwe ni Facebook, elewa ya kwamba Mungu aliweka neno lake kwenye kile kilichotengenezwa. Yeye ndiye aliyesema, sio Musa. Yeye ndiye aliyesema, sio Haruni. Yeye ndiye aliyesema, sio mtu mwingine, kwamba watapona. Kwa hiyo watapona. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa walikuwa wanakwenda kutazama kama kutazama neno la Mungu, na walipotazama walipona. Mwenye kiburi alikufa. Haleluya. Ndiyo maana Yesu akasema katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya 14 hadi ya 15. Injili ya Yohana sura ya 3 aya 14 hadi ya 15. Sikiliza maneno ya Yesu. Maana aliona aiweke vizuri ili watu waelewe kilikuwa ni kitu gani hicho cha jangwani. Injili ya Yohana sura ya 3 aya 14 hadi 15. Ndio. Lakini Yohane alitaka kumzuia akisema. Hapana, Yohana sura ya 3 aya 14 hadi ya 15. Hichi Kiswahili chako sijui kama watu wanacho. Nenda naye huyu jamaa kwa hichi Kiswahili cha kisasa cha African Bible. Maana inawezekana akawa anawaacha hapa. Na natamani nimpe cha kwako ili twende pamoja. Mnaweza kufikiri labda hiyo ya huyu ni tofauti na ya kwetu. Si ndio jamani? Maana hapa tumetawanyika. Kuna mwingine amekuja na African Bible, mwingine amekuja na Eringa, mwingine amekuja na ya kisasa, mwingine amekuja na New Jerusalem, na mwingine amekuja na ingine. Sasa tutumie ambayo labda wengi tunayo. Amina. Ili usije kusema hii ya huyu nafikiri nyingine. Kaka naomba nikupe hii ya kwangu. Una nyingine? Sawa, asante sana. Sura ya 3 mstari wa 4. 14 hadi 15. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hata hana budi kuinuliwa. Vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kama nani? Kama yule nyoka. Ili kila mtu amwaminie, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Awe na uzima wa milele katika yeye ambaye ni Kristo. Amina. Kama vile Musa alivyomnyanyua nyoka kule jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na yeye ainuliwe. Na yeye sana kusema kama vile Musa alivyomtundika nyoka wa shaba kwenye ule mti, vivyo hivyo hana budi mwana wa Adamu kutundikwa na yeye kwenye mti, ili kila mwaminie awe na uzima kwa yeye. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kaona ilikuwa ni kivuli cha jambo lijalo. Yule nyoka wa shaba ilikuwa ni kiashiria, ilikuwa ni kivuli cha jambo lijalo, kwamba ilikuwa ni ishara ya kwamba kuna atakayetundikwa ambaye ndiye halisi, ambaye ndiye Kristo. Na huyo sasa ukimwamini unapata sio tu uzima wa kuumwa na nyoka, unapata uzima wa kuumwa na nyoka na unapata uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tukisema jirani yako mwambie unaelewa. Mguse mwambie unaelewa. Hebu tuimbe kidogo. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Yameisha kweli, bado umeshika kama namna hii? Hebu simama kwa miguu yako. Simama tu, hata kama miguu inasumbuka kusimama, isibabishe kwa nguvu leo. Yaani nilisema tu yamekwisha, hata hii miguu yangu ambayo kila nikisema inacheza manyanga, leo itasimama ya haichezi. Na ile shida ambayo inakusema unasema leo naiachilia. Kwa nini? Kalvari kuna jambo limefanyika. Amina. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Oh, pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Oh, pale Kalvari yote yamekwisha. Uzima tumepata pale Kalvari.
tafadhali. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ni katika ujumbe wa msalaba. Kwenye msalaba kuna ujumbe. Hatuna ujumbe ule wa watu wa kwanza kabla ya Kristo. Leo tuna ujumbe wa wokovu kwenye msalaba wa Yesu. Haleluya! Tuna ujumbe wa wokovu kwenye msalaba wa Yesu. Kwenye msalaba wa Yesu tuna ujumbe wa upatanisho kati ya wanadamu na Mungu na kati ya wanadamu kwa wanadamu. Kuna ujumbe kwenye msalaba. Watu wanaangalia msalaba kama kitu tu, wanasema kwani kazi yake baada ya ufuko mambo yalikwisha. Nani alikudanganya? Pamoja na kuwa Yesu alikwisha fufuka, lakini alama ya msalaba, uwepo wa msalaba unatangaza wokovu, unatangaza ujumbe, unatangaza tendo lile la kutuokoa sisi wanadamu, jinsi ambavyo lilikuwa. Ukiutazama msalaba unapata ujumbe. Ukiangalia msalaba unaona ujumbe, unaliona neno la Mungu la ukombozi katika mti, unaliona. Ila kwa wale ambao wasipenda kuona wanaweza wasione. Na unisikilize, kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, ile sura ya 2. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, ile sura ya 2, aya sura ya 2 aya 14 kama sikosei, sijui, ngoja niangalie vizuri sijikaweka maneno yangu hapa. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya 2 aya ya 10, hebu tusome aya ya 14. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Ndio. Akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Endelea mpaka 16. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili, akaondoa ule uadui kwa mwili wake. Ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo. Ndio. Ili afanye huo mwili kuwa mtu mpya. Ndio. Mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Ndio. Hebu endelea. Akawapatanisha wote wawili na Mungu. Ndio. Katika mwili mmoja. Ndio. Kwa njia ya msalaba. Sema kwa njia ya msalaba. Sema kwa njia ya msalaba. Akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaufisha ule uadui kwa huo msalaba. Okay, Biblia panatajwa, asingeweza kusema, akushindwa mwandishi kusema kwa huyo Yesu, lakini anasema kwa huo msalaba. Asingeweza kusema, hakushindwa kusema akauondoa huo uadui kwa huyo Yesu Kristo, anasema kwa huo msalaba. Kwa nini? Tendo lile la ule msalaba, pale ambapo Kristo alipokuwa amewambwa mtini, kuna mambo yalikuwa yanaendelea, kuna mambo yalikuwa yanafanyika, kuna mambo yalikuwa yanaponywa kwa huo msalaba. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo msalaba haujakaa kimya. Kama watu walidhani msalaba umekaa kimya, sio kweli. Msalaba haujakaa kimya. Msalaba ni ushuhuda wa wokovu wa mwanadamu, unaonekana, unaeleza, ni alama ambayo iko wazi, inajieleza mambo yaliyofanyika miaka 2000 iliyopita, ambayo kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa nguvu za Kristo ufufuka mpaka leo mambo yale yanaendelea na yataendelea milele kwa maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu msalaba umepewa hadhi. Mimi sijui kama nanielewa. Sijui kama nanielewa. Watu wangapi wanafahamu kwamba
bendera ya taifa inapewa heshima kubwa ya taifa. Wangapi? Sasa kama wanajifanya ufahamu, siku anaishusha, wewe piga mruzi utembee. Utashughulikiwa na utajua ina heshima. Haleluya. Bendera ni kitambaa, si kitambaa. Ni kitambaa. Kimetengenezwa na watu au la? Na watu. Na huo mlingoti umetengenezwa na watu. Waliweka hapo ingerani. Lakini wote tuna, hata kama mbwa anakuuma unatulia. Haleluya. Kwa sababu kuna heshima ya kitaifa. Kama mbwa anakuuma, usijipige, usiiname kufukuza mbwa hivi. Wewe kausha tu mpaka tuishushe, mpaka tumalize wimbo. Maana yake haishuki kimya, inashuka na wimbo wa taifa, inashuka watu wote tumetulia, inashuka macho mbele. Kwa nini? Heshima ya taifa. Lakini kitambaa usahau. Haleluya. Lakini kwa nini? Ina ujumbe ile bendera wa kitaifa ya kwamba tuko nchi huru, tumetoka katika utumwa, tuko taifa huru. Ile sio tu kitambaa. Hatupigi saluti kwenye kitambaa, hatukauki kwenye kitambaa. Tunaangalia ujumbe ulioko ndani ya ile bendera na makusudi yake. Kwa hiyo ina ujumbe. Haleluya. Msalaba ni bendera ya ushindi kwa Wakristo. Haleluya, haleluya. Ni bendera ya ushindi kwa Wakristo, kwa sababu una ujumbe, na ujumbe wake ni wa ukombozi. Kwa mwenye macho na mwenye kuokolewa ni nguvu ya Mungu, lakini mwenye kupotea kwake ni upuuzi. Sasa hii usifikiri iliandikwa kwa makosa hapa. Inaonekana wazi kweli kwamba wanaopotea msalaba ni upuuzi. Kitu gani hicho? Wao wanamtaka Yesu lakini sio msalaba. Sijui kama yupo, labda wakutengeneza. Lakini Yesu tunayemwabudu alipita Kalvari, alipita msalabani, na yako mambo yalifanyika pale. Wakolosai sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 15. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 15. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Yesu anaifuta hati. Sema hati. Sasa kufuta hati sio jambo la mchezo. Unaweza kufuta barua, lakini sio hati. Unaweza kufuta makaratasi yako, ikiwa ni hati ina thamani. Haleluya. Na hati haiwi tu hivi, imegongwa vithibitisho kwamba hii ni haki na ni haki halali. Shetani alipokamata hati ya mashtaka, haikuwa tu kama ni karatasi la kawaida. Aliporatibisha makosa ya wanadamu, aliweka muhuri wake kwamba nina uhalali wa kuwatesa hawa, nina uhalali wa kuwaharibu maisha yao hawa. Kwa nini? Kwa sababu kama wangenimpenda Mungu, wasingekuwa na hati chafu namna hii. Hii hati chafu maana yake wako upande wangu. Wani hati chafu wakiangalia maisha ya Sumba, hati chafu wakiangalia maisha yako, hati ni chafu wakiangalia maisha ya watu hawa, hati ni chafu, ina mambo mabaya. Anasema hawa watu ni wa kwangu. Kwa hiyo amegonga muhuri na uthibitisho kwamba watu hawa ni mali yangu. Anaipeleka kwa Yesu, anamwambia watu wanaosema wanakupenda, watu ambao wamekuja kuwakomboa, tazama hati yao. Haleluya. Yesu alipoikamata akaifuta ile hati. Haleluya. Akaifuta ile hati. Nilifikiri ataikamata aseme, kwa kweli inathibitisha nyinyi sio upande wangu tena. Manake hati inasema. Yesu akaifuta ile hati. Hebu endelea kusoma. Iliyokuwa na uadui kwetu. Na ilikuwa na uadui mkubwa, si tu kwako, kwetu. Sema kwetu. Akaiondoa isiwepo tena. Akaiondoa isiwepo tena kwenye ulimwengu wa roho. Endelea. Akaigongomelea msalabani. Iligongomelewa wapi? Ni wapi jamani? Au ni kichwani pa Yesu? Wapi?
akaigogomelea ile hati msalabani. Na usifikiri ilifutwa kwa nini? Ilifutwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Sasa unajua kwa nini? Sio kwamba nilistahili, kwamba eti nilistahili kufutiwa hati. Ni huruma tu. Yaani Yesu alipoichukua akatazama ile hati chafu kabisa, lakini akaona huruma. Kwa hiyo tendo la huruma lilifanyika pale. Hati zetu zote chafu zilifutwa kwa damu ya Yesu pale msalabani. Haleluya. Na tukafanywa sasa watoto wa Mungu. Lakini endelea kusoma tuone. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka, akaivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Akazifanya hizo enzi na mamlaka za shetani kuwa mkogo kwa ujasiri. Mtu akifanya kuwa mkogo, unajua amekufanya kitu chepesi, yaani kama amekudharau. Yesu akazivua enzi ambazo shetani alikuwa nazo na mamlaka ambazo shetani alikuwa nazo dhidi ya watu, dhidi ya wanadamu na mali zao. Yesu akazifanya kuwa mkogo, kwa tena akazishangilia kwa ujasiri. Akazishangilia katika msalaba huo, katika msalaba wa Yesu. Yaani juu ya msalaba, yale mambo ambayo tulikuwa tunasema jamaa anajitumua kwamba ana nguvu, kwamba nina uwezo, kwamba nina mamlaka, kwenye msalaba kazi ya shetani iliharibiwa, ikawa si kitu. Ndio maana shetani akiona msalaba mambo yanaharibika. Kama mnaelewa vizuri, shetani akiona msalaba ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kazi yake, mamlaka yake, enzi yake iliharibiwa pale Kalvari kwenye mti wa msalaba. Na hii unisikilize, uwe Mkatoliki usiwe Mkatoliki, nisikilize. Si tu msalaba ambayo tunaikuta imechongwa na Wamakonde kule, au jamaa anauza misalaba yake, ameweka misalaba mahali anapiga bei, kwamba hiyo shetani anaiogopa. Unisikilize, bado si chochote. Ukiutazama unapata ujumbe ndio, lakini ile nguvu ya Mungu ndani ya hicho kitu inatokana na jambo hili. Mambo ya Walawi sura ya 22 aya ya 15. Mambo ya Walawi sura ya 22 aya ya 15. Atakatifuze hicho. Haleluya. Kuhani atakatifuze hiko kitu ili kifae, pamoja na kuwa kinaonekana ni alama nzuri, ni ushuhuda mzuri, lakini ili kitumike ndani ya kanisa, ndani ya Mkristo, lazima kuhani atakatifuze ili kiwe kitu kitakatifu. Haleluya. Ile anointing, ule upako ambao wa kikuhani alioliitia jina la Bwana Mungu wetu kwenye kile kitu, kinakuwa tu akijabeba tu ushuhuda kwamba hivi ndivyo Kristo aliteseka na maumivu yake kwa ajili yetu, lakini pia inakuweko nguvu ya Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata kama umebeba msalaba wa aina yote unaopenda wewe, lakini umeukota wewe unaenda kuweka ndani ya nyumba yako, ndani ya kitu gani hivi tu, itabaki kweli, watu wataangalia, watasema ni kweli kunaonekana kuna nguvu, lakini ile nguvu ya Mungu ndani inahitaji kuhani wa kanisa lako. Kuhani, kama wewe Mkatoliki unajua kuhani wako ni upi, kama Mlutheri unajua kuhani wako ni upi, unahitaji kuhani atakatifuze hicho kitu, huo msalaba, ili kiwe kitu kitakatifu. Kutoka sura ya 30. Kutoka sura ya 30 aya ya 27 hadi 29. Kitabu cha Kutoka sura ya 30 aya ya 27 hadi 29. Na hiyo meza ya vyombo vyake vyote, hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa, na kinara cha taa, na vyombo vyake, na vyombo vyake vyote, na madhabahu ya kufukizia uvumba, na ile madhabahu ya kufukizia uvumba, na madhabahu ya kutekelezea sadaka, ya kuteketezea sadaka, ndio, pamoja na vyombo vyake vyote. Sema na vyombo, sema tu neno. Piga kelele, sema na vyombo vya huko kwenye madhabahu vyote. Na birika, sema na birika pia, na tako lake, na tako la birika. Sijatukana, ndio hivi.
na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo, utavitakasa hivyo vitu ili viwe vitakatifu sana. Hivyo vitu viwe vitakatifu sana. Piga kelele! Haleluya, haleluya! Sio tu unabeba, utavitakasa hivyo vitu viwe vitakatifu sana. Tena kila kivigusavyo vyombo vile na chochote kitakuwa kitakatifu. Na kila kitavyogusa vile vyombo, sikiliza, kama vile vyombo ni vitakatifu namna ile, kitu kingine kikagusana na vile vyombo, na hicho kitu kitakuwa kitakatifu. Sio tu kitakatifu, vile vyombo ni vitakatifu sana. Jamani, hili Biblia linaandika mimi? Sio neno la Mungu hili? Sasa unisikilize, kutakatifuza vitu viwe vitakatifu sana ni kazi ya makuhani. Kuvifanya vitumike kwa ajili ya tafakari, kwa ajili ya mafundisho, lakini pia kuileta nguvu ya Mungu kwenye eneo husika. Amina. Kwa hiyo napozungumza habari ya nguvu ya msalaba, nataka unielewe. Sijika kukuta umekaa unakuta jamaa anauza msalaba kule, unaanza kuinamia. Unaanza nini? Anasema huu msalaba tumefundishwa jana. Jina la Bwana litukuzwe. Sio hiyo. Sio hivyo. Tunataka ujue ujumbe uko pale pale, lakini nguvu yake, nguvu ya huo ujumbe, nguvu ya msalaba hiyo haiko tu kwa sababu kuna ujumbe. Ipo kwa sababu makuhani wameitakatifuza huo msalaba na kuweka nguvu ya Mungu pale ili fumbo la ukombozi liendelee. Sasa unisikilize hii. Kwenye tafakari kuna mambo ya kuangalia. Kinachomfanya mtu aonje upyaisho, aonje mabadiliko ndani, ni maisha ya tafakari, hasa katika swala la fumbo la ukombozi. Kama mtu anaweza akaangalia picha ya mateso ya Yesu akalia na akasema tangu sasa niko tayari kumfuata Yesu, wewe unafikiri ile igizo lilimsaidia? Ni yeye tafakari yake kwa mambo ya wokovu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na nimeona mahali pengine watu wamechukua hizo video wakaziwekea maombi, wakasema tunakwenda kuinjilisha, tunakwenda kuhubiri injili kwa watu fulani, wakaweka pale watu wale, wakaangalia mateso, wakaangalia kule kupigwa, wakaangalia ile maneno ya Yesu anayesema Baba wasamehe, wakaangalia yote, wakapata injili kwa njia ya kutazama. Wakasema tangu sasa niko tayari, niko tayari. Sasa usichelewe, waongoze sala ya toba hao, alafu uanze kuwafundisha. Na aliangalia msalaba, akatafakari, akaona uchungu, akapita kwenye historia yote ya safari ya Yesu Kalvari, akaona uchungu wa mateso yale, akasikia ndani anatakiwa kufanya mabadiliko. Sawa, usichelewe, aongozwe sala mara moja, alafu mafundisho yafuatwe, kwa sababu inawezekana message ikaja kwa njia ya kutazama, message ikaja kwa njia ya kusikia. Haleluya. Sijui kama unanielewa. Kuna mtu mwingine hasiki, ila kwa kuona anaguswa. Kuna mwingine kwa kusikia. Haleluya. Ili bali tu ufahamu wake unapata message. Lakini sasa nisikilize hapa ninazungumza habari ya msalaba, kwamba msalaba umebeba ujumbe wa mateso, kifo cha Kristo, lakini kwetu sisi ni habari njema ya wokovu. Haleluya. Na msalaba umebeba nguvu ya Mungu kwa yeye anaye tafakari. Lakini kwa wale ambao hawana haja ya kutafakari jambo hilo, watabaki tu na hiyo hali. Wenye kutafakari wataonja. Siku moja nilikuwa nafanya huduma
tulikuwa mahali fulani tunafanya huduma. Sasa wakati tunaomba, tukaona yule mgonjwa ameanza kupiga kelele, ananyosha mkono kuelekea ukutani. Hey! Tukasema sasa kuna baba mmoja alikuwa amesimama pale ukutani. Yule baba mmoja akaona ili baba mmoja ananyoshia mkono mimi. Kwa hiyo akawa anapiga ananyosha namna hii. Watu wakamgeukia yule baba. Na mimi nikamgeukia yule baba, nikamtazama kwa sababu baba hajui afanyeje. Hajui akemee, maana pepo linamnyoshia kidole. Sasa hajui kama ndio nguvu ya Mungu iko ndani yake. Tukamwambia baba sogea. Akahama ile eneo. Yule dada akaendelea kunyoosha tu. Naumwa! Tanyo picha hapo. Tanyo picha. Kuangalia hivi msalaba. Tukaushusha, tukamsogezea karibu. Ile tunafikisha karibu na uso wake. Naondoka! Akalala. Mpaka leo ni mzima. Unisikilize. Mambo mengine hatujui kila kitu. Haleluya. Hatujui kila kitu. Mimi nafanya huduma. Alipotazama yule adui, akaona kile kilichoharibu nguvu zake, mamlaka yake, enzi yake, hicho. Kwa hiyo tayari shida ilianza. Na usahau kuna nguvu ya Mungu iliyotakatifuza kwa kile ule msalaba na kuhani. Mambo yalibadilika. Kuna nguvu kwenye msalaba wa Yesu. Sasa acha kuangalia hii misalaba tunaiona. Hata kwenye tafakari peke yako bila kuweka msalaba wote, ukiingia kwenye tafakari Calvary, wewe unatafakari nini? Na wauliza, kama nimeingia kwenye maombi, nimezama kabisa kwenye uwepo, naimba pale Calvary, Yesu na kutazama Calvary, unatazama gani? Mimi nakuuliza, unatazama gani? Unatazama Yesu akiwa anavuka mto? Jina la Bwana litukuzwe. Unaweza usiweke hii wala ile nyingine, ukasema mimi namwabudu katika roho na kweli. Mimi nakubali tu. Lakini unapoingia kwenye Calvary yako, unapoingia ndani kwenye tafakari na kuanza kuona Yesu alichukua dhambi zangu, Yesu alipigwa mijeledi, Yesu alitundikwa juu ya mti wa msalaba, kwenye picha ya rohoni, unaona nini? Piga kelele, unaona nini? Nataka unijibu, unaonaga nini? Au unaona Yesu akituliza bahari? Unapoingia Calvary unaona nini? Inawezekana kila moja ndani yake kuna msalaba. Haleluya. Inawezekana kila moja ndani kuna kitu ambacho kinasema msalaba, na ni nguvu ya ushindi. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Jina la Bwana liinuliwe. Amina, amina. Usiogope. Tunapotaja msalaba tunajua ndani ya watu wengine kuna tikiswa. Hatutaji msalaba kama mbao, tunataja msalaba kama wokovu. Kristo aliyetumikwa pale, tunahitaji Calvary yetu. Tunataja uzima unaopatikana kwa nguvu ya Yesu Kristo. Tunamtaja Yesu katika safari ya ukombozi wetu. Kwa hiyo hapa hatutaji tu vipande vya mbao vilivyounganishwa. Hapana, tunataja habari ya ukombozi, tunataja habari ya uzima. Tunapotazama msalaba, hatuangalii tu mbao, hatuangalii chochote, tunaangalia uzima, wokovu uliotundikwa juu ya mti wa msalaba. Haleluya, haleluya. Na huyo Yesu ambaye ni wokovu wetu ndio leo anakuja kutuponya. Ndio leo anakuja kutufungua. Na yale mapepo ambayo yamejificha ndani yako, saa imefika yanaanza kufunga virago na kuondoka, hayatakaa ndani ya maisha yako. Nataka nikuambie kuna vitu vinaenda kuharibika leo ambao shetani amevijenga ndani yako kwa miaka mingi, amevijenga kwenye maisha yako kwa miaka mingi, amejitengenezea kichaka, amejitengenezea makao ndani ya ndoa yako, ndani ya nyumba yako. Leo kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya wokovu wa Yesu Kristo, kila kitu kinaenda kuharibiwa. Wala usiogope, mambo mapya yanakuja. Na wewe unanisikiliza kokote uliko, unanitazama popote ulipo, kutegemea leo
muujiza wako Yesu huyu ambaye ndani yako iko Kalvari ya Yesu Kristo, iko madhabahu ya Yesu ndani ya maisha yako, ndani ya roho yako iko madhabahu ya Yesu, iko wewe ambaye ni hekalu. Kuna kitu ambacho kiko ndani yako. Yesu anakwenda kujidhihirisha, anakwenda kubomoa ule upande wa pili, yale mambo ambayo sio sawa, yale mambo ambayo yanipachikwa, yale mambo ya yule adui yanakwenda kubadilika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Inawezekana mtazama anasema afika jamaa kanaongea. Leo ni zamu yako. Unajua kuna wengine wataponywa bila kutaka. Sijui kama unafahamu. Wako watu ambao waliwasindikiza wenzao. Pole sana, hujawasindikiza. Umekuja kwa makusudi ya Bwana. Haleluya. Umepelezwa nisindikize ukaondoka na msindikiza. Umeletwa na Bwana hapa. Kuna kipande cha baraka yako. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna wengine wamelazimishwa, umenuna kweli kweli. Hata amina hupigi tangu tumeanza. Wala usiogope hii. Zamu yako ipo. Baraka yako ipo. Ushindi wako upo. Hautarudi kama ulivyokuja. Simama kwa miguu yako. Waimbaji karibuni. Simama tu. Waimbaji chap chap tafadhali. Inawezekana huelewi. Nani akasema kani mimi na shida gani? Unijui pia. Subuhi Yesu anakuambia naingia mpaka hapa. Amina. Simama mahali ulipo. Naomba wimbo unayotuleta kwenye uwepo wa Mungu ili tuingie ndani kabisa nyuani mwa Bwana, tuingie kwenye uwepo wa Mungu wetu na Mungu atuhudumie. Mungu atatuhudumia. Ni siku ya kuhudumiwa na Mungu wetu. Nasi kia kuitwa na sauti yako nikasafiwe kwa damu yako. Namkaribisha baba askofu tuweze pamoja naye. Baba karibu sana. Nikasafiwe ya kuangikwa kwako
msalabani mwako Yesu. Mwambie Yesu kusafishe, yuko msalabani, mwambie Yesu. Wako watu hapa ambao pengine leo ndio siku yako ya kumkabidhi Yesu maisha yako, na ndani yako unasikia wito wa namna hiyo. Unasikia Mungu akikuita kufanya maamuzi mapya, maamuzi ya wokovu wa maisha yako. Mahali popote ulipo, tunaomba usogee huku mbele. Wewe ambao unatamani, ambao unasikia ndani yako kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako, unasikia ndani yako kufanya upya maisha yako, unasikia neema inamiminika kwako ya kupokea wokovu, kuanza maisha mapya. Usijali umekaa mbali kiasi gani, tembea kama askari mwenye kiu, tembea kama mtu mwenye haja, na usogee huku mbele. Mungu yuko hapa. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sogea mahali popote. Tembea kama askari mwenye kiu, mwenye haja. Nyuma sitarudi, nyuma sitarudi. Hata wewe ambao unanisikia kwa njia ya televisheni, kwa njia ya redio, kwa njia ya YouTube, naomba uambie ile utuimbie wimbo huo ulikuwa unaimba mwanzoni wakati tunaingia huduma. Sogea na wewe kama Mungu yako, sogea. Kwa siku moja tafadhali. Tunakusubiri wewe, njoo. Nasikia sauti yako Yesu, niko mbele zako Bwana. Nahitaji unisafishe Yesu. Ya kuandikwa kwako Bwana, nimesogea mbele zako. Nimesogea msalabani mwako Yesu. Niko mbele zako, nahitaji msaada wako. Siwezi bila wewe Yesu. Ya kuandika kwako Bwana, nimesogea. Kuna mtu alikuwa anataka kuja lakini umeahirisha, ukadhani kwamba sasa wameshaanza, lakini ulikuwa unasikia kuja na ndani yako unasikia kuahirisha. Chukua hatua uje, wala usiahirishe. Huwezi kujua kwa nini Mungu anakuambia nenda. Muda huu tunakusubiri, njoo mara moja. Mungu anasema na wewe,
mahali ulipo, sogea tu, sogea tu, usiogope, usiairishe wakati nafasi ni ya kwako na sauti ya Mungu unaisikia ndani yako. Njoo mbio, wala usiogope. Sogea huko mbele, nasi tunaanza kuomba. Nyinyi ambao mko hapa mbele, mmekuja kukabidhi maisha yenu kwa Yesu. Jambo hili ni la baraka sana. Mungu anajua na ni hatua muhimu sana kufanya hivyo. Ni kitu ambacho si kila mtu anaelewa kitu gani tunafanya au kitu gani Mungu anafanya ndani yako, lakini baada tu ya jambo hili utaanza kung'amua kwamba haikuwa bure. Kuna neema za mabadiliko makubwa za ushindi mkubwa zinapatikana kwa hatua hii. Ilikuwa kwangu, ilikuwa kwa wengine, ilikuwa kwa watu mbalimbali. Ziko shuhuda nyingi za watu walioamua. Sasa ni zamu yako. Usijali mazingira unayoishi, usijali hali yako. Mungu atakufanyia njia katikati ya mazingira yako. Nyosha mkono wako juu, sema: Bwana Yesu, nimeamua mwenyewe kwa hiari yako kufanya maamuzi haya ya kubadilisha maisha yangu, mtazamo wangu na maisha yangu ya kiroho. Leo umeniita, najua ulikwisha niita katika vipindi mbalimbali vya Ukristo wangu, na leo umeniita tena. Bwana Yesu, ninaitika, ninafungua mlango wa moyo wangu, kwa kuwa wewe unabisha hodi. Sasa ninafungua. Yesu, njoo, ingia ndani yangu na ufukuze kila kitu ambacho ni kinyume na wewe, kilichokaa ndani yangu, kwa jina la Yesu. Yesu, njoo ndani yangu, fukuza mabwana wote waliojificha ndani yangu, hali yoyote isiyofaa iliyoko ndani yangu, ili wewe utawale maisha yangu, maisha yangu. Mtoe miwani yake, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, utawale maisha yangu. Yesu, ninakataa nguvu za giza, nguvu za shetani, pepo wabaya kwenye maisha yangu, madhabahu zote za nguvu za giza ninazikataa kwa jina la Yesu. Leo ninakupokea uwe kwangu Bwana na Mwokozi wa maisha yangu yote. Nifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Unifanye kuwa mmoja wa watoto wako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Tulia, baba askofu atatuombea. Tuendelee. Bwana Yesu, tuseme: Bwana Yesu, katika msalaba wako umekufa kwa ajili yetu. Damu yako takatifu imemwagika na kutuosha, na sisi tunajitoa kwa ajili ya kazi yako, kwetu sisi wenyewe na kwa wale unaotutuma kwao. Ninakuomba ee Bwana, uniimarishe, unioshe, nitakate kwa damu yako takatifu. Nifanye kuwa chombo mikononi mwako kwa ajili ya kazi yako ya ukombozi.
Amina. Basi wale ambao pia wanafuatilia mahubiri haya kwa njia ya television, kwa njia ya redio, kwa njia ya YouTube na umetoa maisha yako kwa Yesu, chukua simu yako sasa hivi, andika jina lako, alafu litume kwenye namba ifuatayo. Andika jina lako, majina yako mawili. Wale ambao wanafuatilia kwa njia ya television, redio na mitandao, tuma jina lako kwenye namba 0754 71 20 02. 0754 71 22. Na sio ambapo tukuja hapa mbele tujaze karatasi hizo. Ukituma namba hiyo tu utapokea ujumbe na kisha utapigiwa simu kwa maelekezo zaidi. Tunaomba mnyanyue huyo dada wa hudumu tafadhali. Msogezeni mahali pembeni na tunaomba turudi katika nafasi zetu. Tunaingia sasa katika huduma na wao waliokaa simama tu. Nimesema leo ni tofauti. Kuna upako wa aina yake hapa na kuna watu wengi watafunguliwa leo, wataponywa watu wengi. Hiyo ni neno la kinabii ambalo Mungu anasema na wewe. Kwa hiyo tazamia, tegemea maajabu yako ambayo Mungu anayaleta kwenye maisha yako. Waimbaji, naomba tuimbe wimbo unaosema kuna nguvu, kuna nguvu, kuna nguvu damuni mwa Yesu. Na naomba uione hiyo nguvu ya damu ya Yesu katika mti wa msalaba pale Kalvari. Iko nguvu, na tutaimba kwa muda mfupi, lakini tukiwa tumejiachilia kwenye nguvu hiyo ya damu ya Yesu, na Mungu atatuhudumia. Naomba turudi katika nafasi zetu. Turudi katika nafasi zetu. Mtaandika tu hata wakati mwingine, rudini. Naomba uimbe ukimaanisha iko nguvu damuni mwa Yesu. Wewe Yesu. Uliyekaa naomba usimame tafadhali. Damu ya Yesu ina nguvu. Mama mwachie atembee mwenyewe. Mwachilie, mwachilie. Usiogope, mwachilie. Dada wewe mwachilie tu. Uponyaji uko na mama hapa. Mambo makubwa yanaanza. Mama tembea. Tembea tu mama, tembea kidogo. Tembea kidogo. Ongea upande huu. Ongea dada upande wa kufuata. Mama tembea. Tembea mama. Asante, tembea tu mama. Fuata dada akufuate. Tembea, tembea mama. Endelea kuimba. Damu ya Yesu ina nguvu. Naomba ugeuze urudi. Asha, tunaweza kumsaidia mama huyo kufanya mazoezi ya kutembea. Ngoje mpaka yako. Sijasema mshike mkono. Sijakwambia mshike mkono. Sijakwambia mshike mkono. Unaweza kufunga macho yako. Funga tu macho yako, usiogope. Wahudumu, mwacheni mama sasa akakae. Mungu anaendelea kumtia nguvu, ataimarisha mifupa yake na kila kitu kitakuwa sawa sawa, atatembea kwa miguu yake tu.
Funga macho yako saa hii. Huu ni muda wa kupokea muujiza wako. Usihangaike na mtu sasa, ni wewe tu na Mungu. Maana utajiri wa Calvary, wokovu wa maisha yetu huu katika Kristo, naye anamimina ndani yetu kwa kila mmoja. Funga tu macho yako, usiogope. Usiogope. Kuna watu hapa ambao wamefungwa ufahamu wao. Kila unapotaka kufanya jambo, kunatokea kitu ambacho kinatia giza kwenye kile ambacho unataka kufanya. Kila ukiplani kitu, kuna giza linalotokea linazuia kila ambacho unataka kufanya. Na pengine umetabika kwa namna hiyo kwa muda mrefu. Saa hii ni saa yako ya kufunguliwa. Mungu anapita kwenye eneo la maisha yako, anafungua hicho kifungo. Mapepo mliokaa kudhibiti mtu huyu, kufunga mafanikio yake, kuweka giza katika njia yake, kwa jina la Yesu ninakuamuru wewe pepo mchafu umtoke mtu huyo, toka ndani yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata wewe unayesikiza mahali ulipo, unayitazama kwenye television au kwenye YouTube au kwenye unayesikiza kwa njia ya redio, kwa jina la Yesu pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Tunakwenda kinyume na kila falme na mamlaka na uweza wa nguvu za giza kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaamuru pepo wachafu popote ulipo, ulikojificha kwenye mwili wa mtu huyo, toka, 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 toka. Hautajificha ndani ya mtu huyu kwa jina la Yesu. Moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unawaka, 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 moto unawaka. Ninaona moto ukiwaka kwa jina la Yesu Kristo. Hizo nguvu za giza ambazo zinaendelea kutawala, zinaendelea kukumiliki, zinaendelea kufanya kazi ndani yako, zinakwenda kuharibiwa sasa, zinakwenda kuharibiwa, zinaenda kuharibiwa saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Funguka mahali ulipo. Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea. Naomba muziki wa taratibu sana wa damu ya Yesu, wa taratibu sana ukiendelea, wakati Yesu akiendelea kuponya watu mahali hapa. Kuna watu wanaendelea kufunguliwa. Ninaona vichwa vilivyobana, vichwa vinavyouma, vichwa ambavyo ni vizito. Ninaona Mungu akifungua watu wengi, wanafunguliwa leo, watu wengi wanafunguliwa leo. Mapepo mliokaa kwenye kichwa, majini mliotumwa kumtesa mtu huyo, kumtesa mtu huyo, kufunga ufahamu wake, kufunga kichwa chake, saa hii imefika. Funguka, mwachie huyo mtu kwa jina la Yesu. Maroho mengine ya ulevi, ulisukumiwa roho ya ulevi ili usije ukafanya chochote. Kila ukisema leo ninafanya hivi, mambo yanaharibika. Tunakwenda kinyume kwa jina la Yesu Kristo. Funguka. Iko damu ya Yesu hapa, iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu inapita kama moto, kama moto. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu, funga macho yako tu, usiangalie na mtu, usiangalie na mtu. Wako watu wanafunguliwa hapa, wengine wametukiwa mapepo, wengine wanasumbuka na roho za uganga, uganga kwenye familia, uganga wa mabibi, uganga wa babu, wengine wanasumbuka na laana ambazo idenwa juu yako mwenyewe, wengine mambo yaliyosindikwa kwa waganga wao. Yesu anapita akifungua kila mmoja kwa namna yake, kila mmoja kwa namna yake, kila mmoja kwa namna yake. Funguka kwa jina la Yesu. Wengine wamefungwa na mizimu ya kwao, mizimu ya kwao, walikutamikia kwenye madhabahu za mizimu, na mapepo yamekaa kwenye maisha yako, yanatawala maisha yako. Saa imefika, saa imefika, saa imefika ya kuachiliwa. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Yes. Moto unapita. Sauti ya chini, sauti ya chini waimbaji. Moto unapita, moto unapita, moto unapita. Ninaona kuna watu wanafunguliwa hapa, kuna watu wanafunguliwa hapa. Usiogope. Kuna watu wanasikia kama kuna kitu kwenye koo, kama kuna uvimbe, kama kuna kitu kunatembea kwenye koo lako. Hata unapomeza kitu unasikia, hata ukiwa unasikia kama una uvimbe. Wengine wameogopa wakasema ni kansa, wengine wanaambia si ni kitu gani. Unasikia uvimbe kwenye hilo koo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema na wewe, funguka, hicho kitu kiondoke, kiondoke.
kiondoke. Toka kwenye huyo mtu, toka kwenye koo lake, toka kwa jina la Yesu. Toka na mwachilie, toka kwa jina la Yesu. Toka na ufunguliwe kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya giza ambayo imekaa ndani yako tunakwenda kuivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na unatupiwa nyoka, unatumiwa nyoka uchawi, kila unapolala kuna nyoka anayekujia. Huyo nyoka sio kwako, huyo nyoka sio kwenu, huyo nyoka sio sehemu yako, huyo nyoka ni adui. Ninavunja roho ya nyoka kwa jina la Yesu kwenye maisha yako. Roho ya nyoka toka, 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 mwachie huyo mtu, toka kwa jina la Yesu. Saidia pale nyuma, saidia pale nyuma kwa jina la Yesu. Toka roho ya nyoka, toka roho ya nyoka, toka roho ya nyoka, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamuru roho ya nyoka toka kwenye ile tumbo la huyo mtu, toka kwenye ile tumbo la huyo mtu, mahali ulipokaa, mahali ulipokaa, mahali ulipokaa, ninakuamuru toka na wewe. Wacha moto utembee. Pokea muujiza wako, pokea tu muujiza wako. Wengine walifungwa wasizae watoto, tumbo la uzazi limefungwa. Wakina mama, tumbo la uzazi ambalo limefungwa, mahali ulipo ninaamuru funguka, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Mapepo kwenye tumbo la uzazi, mapepo mliokaa kwenye tumbo la uzazi, mwachilie huyo mtu, mwachilie mahali alipo kwa jina la Yesu Kristo. Ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo, uachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tumbo ambalo limefungwa, funguka kwa jina la Yesu. Tumbo ambalo limezuiliwa lisizae watoto, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Yesu tembea, Bwana Yesu tembea na mkono wako wenye nguvu, wagusa watoto wako, wagusa watoto wako, wagusa watoto wako. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme wetu. Unatenda mambo makuu, unatenda mambo makuu, unatenda mambo makuu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kinyume na kila aina yoyote ya nguvu. Kuna kufunguliwa kukubwa kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa, hiyo hali iondoke, umekufungwa kuondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ile picha yako inayofanyiwa uchawi ninaivunja, naitumia moto kule iliko, ikateketee, isikusumbue tena. Funguka kwa jina la Yesu. Iwe ni nywele zako zikaachiliwe kwa jina la Yesu, iwe ni nguo yako ikaachiliwe kwa jina la Yesu. Pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi kwa jina la Yesu. Damu yatupa ushindi. Tulia kimya sasa, wacha moto uendelee kuwaka. Funga tu macho yako, funga tu macho yako. Kuna mtu yuko hapa kwenye ndoto, unagombana kila wakati. Ukifika usiku kwako ni mapigano, unapigana na mtu usiyemwona, unapigana na mtu ambaye hujaona picha yake moja kwa moja ni mtu aina gani, lakini imekusumbua hii ndoto kwa muda mrefu na inarudia rudia. Kwa jina la Yesu nasema na mtu hapa, nasema na mtu hapa, nasema na wewe. Hiyo roho ya mapigano ambayo imepandikizwa ndani yako kwenye ulimwengu wa kiroho ninazuia kwa jina la Yesu. Toka na macho ya mtu. Nasema na wewe ambao unaniangalia kwa njia ya vyombo, kwa njia ya televisheni, unaniangalia kwa njia ya YouTube, unaniangalia kwa njia ya Facebook. Nasema na wewe, hiyo roho ya mapigano, kupigana watu ambao hujawajua moja kwa moja, kila wakati kuna roho ambayo unapigana nayo. Kwa jina la Yesu ninakuvunja wewe roho chafu. Toka ndani ya huyo mtu, mwache mtu awe huru. Pokea ushindi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ambao wanasikia harufu ya damu mbichi, wewe unasikia harufu ya damu, sogea huko mbele. Unasumbuka na harufu ya damu, kila wakati unasikia harufu ya damu mbichi, harufu ya damu. Nataka kuomba kwa ajili yako, nataka kuomba kwa ajili yako. Wengine ni madhabahu za damu za nyumbani kwao, wengine kuna masuala ya kafara. Sogea tu, kama uko mahali hapa una hiyo shida, njoo, usiogope kujia kila wakati. Bwana anataka kukomboa leo, njoo tu. Mungu wetu ni mwaminifu, wasaidie watu wanakuja. Kama una hiyo harufu usije, ni wale wanasumbuka na harufu ya damu, damu mbichi. Unasikia harufu ya damu, hujui inatoka wapi, unasikia harufu kali, ni harufu ya damu. Pengine hii inaweza ikawa ni
aina fulani ya kafara za kishetani, kafara za damu ambazo zilishafanyika kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, kwenye mtu wa jina lako, kwenye mtu ambaye unaambatana naye kwa nafasi ya jina, kwa nafasi ya kuzaliwa, au wengine ni mambo ya nyumbani. Sogea tu, wengine mambo ya makafara ya kutupiwa. Njoo, Yesu anataka kuweka huru. Njoo, Yesu akuponye. Sogea vizuri, watumishi wa Mungu wapangeni watu wasogee vizuri, na kwenda kuombea, na Mungu aenda kuwatendea jambo la ajabu, muujiza mkubwa huko kwa ajili yako jioni hii. Funga macho yako. Wewe uliokuja hapa mbele, funga macho yako. Iko damu ya Yesu na mema. Iko damu ya Yesu ambayo inavunja kafara zote ambazo zimewahi kufanyika kwenye maisha yako. Haijalishi kafara hii ilifanyika miaka ya gani, ilifanyika kwa nani, labda sio kwako, labda kwa jina lako, labda kwenye vizazi mbalimbali, labda wakati ule wa mimba yako, labda wakati wa kuzaliwa, labda wakati wa kukua. Iko kafara ya damu, madhabahu za damu. Kwa jina la Yesu inaanza kubomoa. Kwa jina la Yesu tunabomoa, tunabomoa shikoro, tunabomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu, hiyo kafara toka ndani ya mtu huyu, tunabomoa, tunabomoa, tunabomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, toka. Hata unanisikiliza kwa njia ya televisheni, wewe unanisikiliza kwa njia ya radio, wewe unanitazama, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako mahali ulipo kwa jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na damu unayosikia, tunakwenda kinyume na harufu ya damu ambayo inacheza kwenye maisha yako, kwenye ulimwengu wa kiroho. Tunakutoa kwenye hiyo damu kwa jina la Yesu Kristo. Moto, 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 moto. Wacha moto utembee, wacha moto utembee. Inabomoka, tunabomoa, 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 tunabomoa. Ninaona ikibomoka hiyo madhabahu iliyokushikilia kama tena mtu pale. Ninaona madhabahu ikibomoka iliyokushikilia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu inabomoka iliyoshikilia maisha yako. Leo ni saa ya kutoka, leo ni saa ya kutoka, leo ni saa ya kutoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia huyu mama hapa, mwachilie huyu mama kwa jina la Yesu. Huna mamlaka naye, huna mamlaka naye kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka wewe pepo mchafu ambaye unasema hamniwezi, nimemshikilia mtu huyu. Yesu amemkomboa pale Kalvari, kazi yake shetani imekwisha. Huyo mama achiliwe kuanzia dakika ya leo. Ninavunja huo mkataba, ninavunja hilo agano, ninavunja huo muunganiko kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi sana. Hebu tulia pale ulipo kwanza. Wanafaa tulia kidogo. Wale ambao wanatufuatia kwa njia ya television na njia ya mitandao, Mungu amekufanyia muujiza wako mahali ulipo. Hebu andika ushuhuda wako kwa ufupi, alafu tutumie kwa namba 0754 712002. Mungu amekutendea muujiza mahali popote pale ulipo. Hebu tunaomba ututumie ushuhuda wako kwa ufupi. Popote ulipo, iwe Tanzania au nje ya nchi, tutumie kwa namba hiyo. Namba hiyo pia unaweza kutuma kwa WhatsApp kama uko mbali sehemu ambapo usoma message, tuma ushuhuda wako kwa njia ya WhatsApp kwenye namba hiyo hapo. Tutabarikiwa sana kuweza kujua matendo haya. Pia tunaalika wale ambao wamechelewa kutoa sadaka. Baada ya baba kutoa baraka, tunaomba ujiandae sadaka yako. Ashas watakuwa wako sehemu mbalimbali wakikusanya sadaka hizo. Kwa hiyo naomba wale ambao wamechelewa kutoa sadaka, tunaomba waweze kutoa sadaka zao. Tunahitaji fedha kwa kweli kwa ajili ya kuendelea kurusha matangazo haya kwa vyombo vyote hivi ambavyo unavyoviona sasa hivi, vina gharama kwa ajili ya kuendelea kuvilipia. Na wale ambao wanatufuatia kwa njia ya mtandao, tungewashauri kwamba wanaweza wakatuma sadaka yao kwa kutumia namba ya M-Pesa. Unaenda pale kwenye menu yako na bonyeza 150 nyota unaanza na nyota 150 nyota 00 reli, alafu unachagua namba 4, unaweka okay, unachagua namba 1, alafu itakwambia ingiza namba. Ikisha kwambia ingiza namba, unaingiza namba 5200, alafu kisha unaweka kiasi, alafu namba ya siri unatuma. Kama unatumia mitandao mingine nje ya Vodacom,
unaenda pale kwenye tuma fedha, alafu unachagua mitandao mingine, unachagua M-Pesa, alafu kwambia ingiza namba, unaingiza namba hii hapa 5200200 5200200. Hii namba ya kutumia shuhuda usitume kwa ajili ya M-Pesa. Namba ya M-Pesa ni ambayo nimekutumia, ambayo inaanza na 5200200. Basi Baba, tunakaribisha kwa ajili ya kutupatia baraka. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Basi wakati tunaendelea kutawanyika kwa mziki mzuri wa Yesu Kristo, wale ambao walikuwa wanafuatilia ile mikanda ya super, basi utamwona yuko pale na ile mikanda. Tafadhali, kwa huduma inapatikana sasa hivi. Kwa hiyo tunaomba mtusindikize kwa nyimbo za kumtukuza Mungu. Hallelujah.